Naitwa wakili Samuel Welwel, ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Kaskazini. Hapa tuko nyumbani kwa muasisi wa chama chetu marehemu na hayati mzee Edwin Mtei, ambayo historia iko wazi kwamba ni miongoni mwa waasisi wa kwanza kabisa wa chama chetu na amekuwa mwenyekiti wa kwanza wa chama chetu. Amekijenga hiki chama kwa gharama kubwa sana. Kama ambavyo mnafahamu, alikuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu. Aliamua kuachana na mifumo yote ya serikali na faida nyingi zilizokuwepo kwa miaka hiyo na kuanzisha chama cha mageuzi, chama cha upinzani. Sisi kama kanda ya Kaskazini tumepokea kwa masikitiko sana msiba huu wa mwenyekiti wetu wa kwanza wa Chadema na muasisi, na kupitia viongozi mbalimbali tumekuwa hapa nyumbani tangu siku ya kwanza tukishirikiana na familia katika kuhakikisha kwamba taratibu zote za maziko zinaenda sawasawa na chama kinashiriki ipasavyo. Na nieleze tu kwa ufupi kwamba ratiba hapo mwanzo naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golugwa alieleza kwamba siku ya kesho tarehe 23 tutakuwa na kusanyiko rasmi la kichama na tukio la kichama hapa kwa ajili ya kumwenzi mzee wetu, muasisi wetu. Labda nieleze mabadiliko kidogo ya ratiba baada ya mashauriano na familia. Siku ya kesho tutaanza ratiba saa 10 jioni. Msafara utaanza pale hospitali ya Seliani. Kwa hiyo kama chama tutashiriki, na tunaomba kwamba wanachama wetu, wapenda mageuzi na wananchi wote wa eneo hili na Arusha kwa ujumla tushiriki kuanzia Seliani kuja paka hapa nyumbani Tengeru, na baada hapo patafanyika ibada fupi kama ilivyo desturi na taratibu za kawaida. Lakini siku ya Jumamosi ambapo ndo maziko yatafanyika, shughuli itaanza asubuhi hapa, na tumezungumza na familia wameeleza wazi na tumekubaliana kwamba kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4 tutapewa lisali moja kama chama kwa ajili ya itifaki zetu za chama. Mpaka sasa tumeshaanza kupokea viongozi kutoka maeneo mbalimbali na wengine wameconfirm wako njiani, viongozi wakuu wa chama pamoja na viongozi kutoka kanda mbalimbali. Kwa hiyo kuanzia saa 3 kamili za asubuhi siku ya Jumamosi tutaanza itifaki za kichama na baadaye tutaungana na familia kwenye maziko kwa ujumla. Kama chama tumepokea kwa masikitiko, lakini tunafahamu pia mzee alikuwa na umri mkubwa na hapa duniani wote tunapita. Tunatoa pole kwa familia na wanachama wote, lakini sisi kama chama kanda ya Kaskazini na chama kwa ujumla tutaenzi sana kazi za mzee wetu na jitihada zake za kuunganisha chama miaka yote hiyo, kuweka msingi. Unapoona Chadema sasa imesimama, ujue waasisi wetu akiwemo mzee Edwin Mtei walitoa mali zao na muda wao na kile walichoweza kuhakikisha chama kinasimama. Kwa hiyo tutaendelea kumwenzi na kumbukumbu za chama zitaendelea kuwekwa sawa, na kama ambavyo tumezungumza, tuko katika wiki ya kukumbuka, ndio tumemaliza jana wiki ya kuadhimisha kusajiliwa kwetu miaka 33 tangu tusajiliwe rasmi, na moja kati ya matukio ambayo tulikubaliana ni kuhakikisha kuanzia sasa tutakumbuka na tutaendelea kuenzi waasisi wetu wote wa chama, wenye vitu wetu wote. Tutakuwa na documentaries zitakazoandaliwa na kumbukumbu zitawekwa kuhakikisha kwamba katika miaka ya baadaye tutaendelea kuenzi michango ya viongozi wetu waliotangulia kiwemo mzee Edwin Mtei. Makamu mwenyekiti, tunategemea kwamba siku ya Jumamosi, siku ya maziko, sisi kichama tutaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, ndio atakayeongoza itifaki zote za chama hapa. Siku ya jana, siku ya Jumatano, ambapo kwa mujibu wa taratibu za kawaida kumekuwa na utaratibu wa mawakili wetu wa chama kuonana na mwenyekiti gerezani. Ni mwenyekiti tayari amepata ujumbe kuhusu au taarifa rasmi kuhusu msiba huu, na wako ambao wametumwa kwa ajili ya kuchukua ujumbe, na naamini siku ya Jumamosi ujumbe rasmi wa mwenyekiti wa taifa utasomwa na wale ambao wana mamlaka ya kufanya hivyo. Kama mnavyofahamu, ni mwenyekiti wa taifa na mimi ni mwenyekiti wa kanda, kwa hizo protocols zitaendelea kwa ngazi ya taifa. Tuna mambo mengi ya kujifunza kwa mheshimiwa mzee wetu hayati Edwin Mtei. Kama unavyofahamu, wakati tunaanza mfumo wa vyama vingi na hasa upinzani unaanzishwa, ilikuwa inachukuliwa kama kuwa mpinzani ni uhaini au kuasi hivi na kuwa kama adui wa taifa. Lakini mzee Edwin Mtei na wenzake wachache walijitolea kuhakikisha wanajenga misingi ya mageuzi na ya haki kwenye taifa letu. Hivi karibuni tumepitia mambo mengi na wako watu wawili watatu wameyumba. Tuna mambo bado ya kujifunza kwamba kama kina mzee Edwin Mtei waliweza kuvumilia
miaka ya 1990 kuanzisha upinzani na kusimamia haki, kuisimamia serikali, kupaza sauti kwa ajili ya wanyonge, sisi ambao tupo kwenye kizazi hiki bado tuna jukumu zito la kuhakikisha hata tunapopita kwenye nyakati ngumu bado tunasimamia kweli, tunawatetea Watanzania na tunakuwa sauti ya wanyonge.